Hujambo na karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa leo, ikiwa ni siku ya tarehe 11 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026, moja kwa moja kutoka mahakamani. Update kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ikiwa inaendelea. Ni shahidi wa 11 ACP Amini Mahamba, ambapo tayari amekwisha toa ushahidi wake na nimekusogezea hapa update kwa kila ambacho amekitolea ushahidi ACP Amini Mahamba. Na wakati akitoa ushahidi wake, kabla ya kuanza kuhojiwa maswali ya dodoso na mshtakiwa ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, wakati akitoa ushahidi wake ACP Amini Mahamba kuna vitu ambavyo alivizungumza na Tundu Lissu akapinga kwamba vitu hivyo visiingizwe katika kesi hii, kwani vitapeleka kesi kwenye mambo mengine, ambapo Mahamba alisema baada ya kupokea taarifa kuhusu uchunguzi ambao walikuwa wanaufanya kuhusu video ya Tundu Antipas Lissu, walibaini kauli ambazo Lissu alizitoa, ambazo kwanza zilikuwa zina lengo la kuitisha serikali, kwamba shahidi alidai kuwa kutokana na kauli hizo timu ya upelelezi iliona Lissu alikuwa na nia ya kuzuia uchaguzi na kuitisha serikali, huku akitaja vitu mbalimbali kama vile walipanga kuwapiga wapiga kura, lakini pia kuchana makaratasi ya kula, vitu ambavyo Tundu Lissu akavipinga. Wakati shahidi akieleza tafsiri hiyo na kufafanua, Tundu Lissu alipinga baadhi ya maswali ya upande wa mashtaka, yani maswali ambayo jamhuri walikuwa wanamuuliza shahidi. Kumbuka Nasolo Katuga alikuwa akimuongoza shahidi. Tundu Lissu alisema shahidi alikuwa akileta mambo ambayo hayapo kwenye shtaka linalomkabili. Lissu alisema, mimi ni mshtakiwa wa uhaini, sikuwaambia watu wachome na kuchana kura. Haya maneno wanaokoteza na wanayaleta kwa mlango wa nyuma. Lissu aliwaomba majaji wasiruhusu ushahidi ambao kwa mtazamo wake ungepeleka kesi kutoka kwenye shtaka la uhaini kwenda kwenye madai mengine ambayo hayamo katika hati ya mashtaka. Na baada ya majadiliano kwa muda, majaji wakajadili pale, Jaji Ndunguru ambaye anaongoza jopo la majaji ambao wanasikiliza shauri hili, akamruhusu wakili wa serikali kuendelea na maswali na kuachana na maswali hayo, kwani waliona kabisa kwamba watapeleka kwenye mambo mengine, ambapo Lissu alisema kwamba hayo mambo yangeweza kupelekea hata kufunguliwa kesi nyingine tena, ambapo jaji akamruhusu wakili wa jamhuri kuendelea na maswali kumhoji shahidi Amini Mahamba wakati akitoa ushahidi wake. Sasa Lissu akaanza kumhoji maswali ya dodoso shahidi, yani kumfanyia close examination shahidi namba 16, na hii ni sehemu ya 37 au episode ya 37. Lakini pia niombe radhi tena kwa Watanzania wote, wadau mbalimbali ambao wanatufuatilia kwa namna moja ama nyingine. Jana kumekuwa na changamoto kubwa mno kwenye upatikanaji wa update kutoka mahakamani, lakini tukajitahidi na tukakusogezea kile ambacho shahidi ametoa ushahidi mahakamani, na hapa Tundu Lissu akimhoji maswali ya dodoso shahidi wa jamhuri ACP Amin Mahamba. Lissu akaanza kumuuliza maswali ya dodoso shahidi, na sehemu ya mahojiano hayo ilikuwa kama ifuatavyo. Lissu: wewe ni ofisa mbobevu wa jeshi la polisi? Shahidi akajibu ni sahihi. Lissu: nikisema umepanda vyeo kwa kufungua kesi za uongo utasemaje? Shahidi akajibu si kweli. Lissu: nikisema umepanda vyeo kwa kutesa watuhumiwa utasemaje? Shahidi akajibu sio kweli. Lissu: nikisema huna uadilifu wowote na hufai kuvaa uniform za polisi utasemaje? Shahidi akajibu sio kweli. Lissu: nikisema wewe na timu yako ya jeshi la polisi
mnashirikiana na wahalifu waliofanya vurugu mwaka jana, utasemaje? Shahidi anajibu sio kweli. Lissu: shahidi, nikisema huna ubobevu wowote wa masuala ya jinai utasemaje? Shahidi akajibu sio kweli. Lissu: ueleze majaji kama uliandikwa maelezo ya shahidi. Shahidi anasema sikuandika maelezo kwa sababu mimi sikuwa mpelelezi tu. Lissu: hapa nina maelezo ya ACP Amin Mahamba. Je, huyo ni nani? Shahidi akasema ni maelezo yangu niliyohojiwa. Lissu: maelezo yako uliyaandika tarehe 30 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 na yana saini yako? Shahidi anajibu ndiyo, yana saini yangu. Lissu: katika ushahidi wako wa awali umesema unafanya kazi katika kitengo X ambacho inajishughulisha na makosa ya mtandao, maadili ya umma na migogoro inayotishia usalama wa nchi. Kweli si kweli? Shahidi akajibu kweli. Lissu: waeleze majaji kama kuna mahali umeonyesha kitengo X na vile kitengo hicho kinashughulikia migogoro inayotishia usalama wa nchi, yapo au hayapo? Shahidi akasema yapo, ni sehemu ya majukumu yangu. Lissu: kitengo X? Shahidi anasema kwenye ufafanuzi yapo. Lissu: waeleze majaji kama kwenye maelezo yako kuna mahali umeonyesha kwamba ulisomea chuo cha polisi Moshi kuanzia mwaka 2000. Shahidi anasema hayapo. Lissu: umeeleza kwamba wewe ni msaidizi wa mkuu wa kitengo X kilichopo chini ya DCP Ramadhani Ngazi. Je, maelezo hayo yapo kwenye maelezo yako uliyoyaandika polisi? Shahidi akajibu hayapo. Lissu: umeieleza mahakama kwenye ushahidi wako majukumu yako ni upelelezi wa makosa ya jinai, kuhoji watuhumiwa na kuandaa majalada ya kesi na kuyapeleka ofisi ya taifa ya mashtaka NPS. Sasa waeleze majaji kama hayo maneno yapo kwenye maelezo yako. Shahidi anajibu hayapo. Lissu: umeeleza ulipokuwa CCP Moshi ulisomea upelelezi, sheria ya ushahidi, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA, uongozi, mbinu za kivita na kadhalika. Sasa waeleze majaji kama hayo maelezo yapo kwenye maelezo yako uliyoyaandika polisi. Shahidi anajibu hayapo. Lissu: mwaka 2006 ulienda kusoma chuo cha polisi Moshi mafunzo maalum. Sasa waeleze majaji kama hayo maelezo yapo katika maelezo yako ambayo yapo hapa mahakamani. Shahidi akajibu hayapo. Lissu: umeeleza kwenye mafunzo ulijifunza mbinu za upelelezi na kuwasaidia na kuzawadiwa cheti cha Certificate of Competence. Waeleze majaji kwenye maelezo yako niliyoyasoma hapa mahakamani. Je, hayo maelezo yapo? Shahidi akajibu hayapo. Lissu: umesema kwamba kwa sababu ya ufaulu wako mzuri ulipandishwa cheo na kuwa mkufunzi wa chuo cha polisi Moshi. Ni sahihi? Shahidi anajibu ni sahihi. Lissu: kwenye maelezo yako umeeleza hayo? Shahidi anasema hayapo. Lissu: waeleze majaji umeeleza hapo chuoni ulifundisha somo la upelelezi pamoja na masomo mengine kwa miaka 3. Ni kweli? Shahidi anajibu ni kweli. Lissu: maelezo hayo uliyatoa hapa yapo kwenye maelezo uliyoyaandika polisi? Shahidi anasema hayapo. Baada ya shahidi kukiri maswali mengi mno kwamba maelezo ambayo ameyatoa hapo mahakamani yana tofauti na maelezo ambayo ameyaandika kwenye maelezo yake, ndipo ambapo kesi ikahailishwa na hivyo inaendelea leo, ambapo Tundu Lissu jana amesema kwamba leo atakuwa siku nzima akimhoji shahidi maswali ya dodoso. Kiufupi ni kwamba Lissu alimwomba shahidi kueleza kama baadhi ya taarifa alizozitoa mahakamani zilikuwepo kwenye maelezo yake ya awali. Katika maswali kadhaa shahidi alijibu kwamba
hayapo. Sasa miongoni mwa mambo hayo ni maelezo kuhusu mafunzo yake ya polisi, kituo chake cha kwanza cha kazi, mafunzo maalum aliyodai kuyapata mwaka 2006 kuwa mkufunzi na baadhi ya majukumu aliyowahi kuyafanya. Sasa maelezo ya shahidi yalipokelewa kama kielelezo D15, na baada ya mabishano mafupi kati ya Lissu na upande wa mashtaka kuhusu taratibu wa kutumia maelezo hayo, mahakama iliruhusu yaendelee kutumika na maelezo hayo yalipokelewa na mahakama kama kielelezo D15. Baadaye jaji alihairisha kesi ambapo leo inaendelea, na Lissu bado anatarajiwa kuendelea kumhoji shahidi katika hatua ya kumuuliza maswali shahidi, kupima uamini na kuonyesha migongano, yani cross examination. Tupo pamoja episodi ya 38 Tundu Lissu akizidi kumhoji maswali ya dodoso shahidi leo itakujia hapa. Niombe radhi tena kwa update kuchelewa, changamoto zipo na tusameane kwa jambo hilo, na tutahakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa na tutapata update zote kutoka mahakamani. Sasa tukutane katika mwendelezo ambao unafuata, na nawapenda sana.